Yes. Ingia sasa. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha jioni ya leo kokote mliko, kule nyumbani, wengine mko barabarani, wengine mnajiandaa kwa sababu ya jioni, uchovu, lakini haujapotea. Uko katika nafasi nzuri. Nataka tuunganike kwa masaa haya ili ya kwamba tukashiriki tunapomalizia tu mjadala wetu ambao tumekuwa nao wiki mzima, ya kwamba the joy of the Lord, na meza ya ukweli imebeba mambo yote, ili ya kwamba twende pamoja. Ndani ya studio hii ya meza ya ukweli siko peke yangu, niko na mchungaji mtumishi wa Mungu na niko pia na mtumishi wa Mungu pande wa kulia. Wako ndani ili kukuweka sawa wewe ambaye umekuwa kando, umekuwa mbali, ambayo haujafuatilia kwa muda, lakini una nafasi. Tumeweka nafasi hii kwa wale ambao wengine pia walikuwa mbali, hawajafuatilia, lakini Mungu ni mwema, ambaye kwa neema yake ametueleza kwamba kuna watu pia bado wanahitaji. Na kwa hivyo tunachukua nafasi hii kukukaribisha katika meza hii ili twende kwa pamoja. Muda wetu ni mchache tu. Tega sikio lako kokote uliko, chukua nafasi yako kidogo hii ili ya kwamba ukashiriki na sisi unapotusikiza tunapomalizia nafasi hii katika meza ya ukweli, ya kwamba ukaelewe zaidi tunapomalizia kwamba the joy of the Lord ni nini, kwa nini tumehamasisha the joy of the Lord. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Eric Cantona, na nataka nielekeze upande huu wangu wa kulia mtumishi wa Mungu ambaye yuko nasi na yuko tayari kusema na sisi. Na mpomkaribisha atueleze kwa majina yake, alafu tutaendelea. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amina. Basi hata mimi ninashukuru Mungu kwa wakati kama huu ambao tumepata kwa sababu ya kushiriki pamoja na wewe. Niko na furaha wewe kukutana na wewe siku ya leo. Last week tulikuwa pamoja, na hata leo Mungu ametuneemesha tumekuwa pamoja nawe. Tuko hapa katika meza ya ukweli. Hapa tunaelezana ukweli. Ukweli sio ukweli wetu, lakini ukweli wa Mungu ambaye Mungu ametujalia kujua, na ndiyo siri ambayo tunaleta katika maishani mwako. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nakukaribisha katika hii mjadala kwamba tushiriki pamoja na wewe. Maneno haya, maneno saa nyingine maneno huponya moyo wa mtu. Maneno saa nyingine hukomboa maisha ya mtu. Unaweza kusikiza maneno anasema kwamba mtu mwingine akaimba kwamba wimbo ati muziki ni dawa ya moyo, na vile pia sisi tunaleta kwamba maneno ya Mungu ni dawa ya moyo ambayo inaponya moyo wako, kwamba tunaenda kusikiza, tunaenda kuzungumza kuhusu the joy of the Lord, yani furaha ya Mungu ambayo inakaa, ambayo tuliumbwa nayo, ni kitu natural ambayo iko katika moyo wa mwanadamu ambaye anataka kae nayo. Lakini ukikaa hivi hivi, furaha hiyo inaibwanga polepole, inatolewa. Sasa unabaki tu ukiwa hivyo, lakini hauna furaha katika moyo wako ama katika maisha yako. Kwa hivyo kwa majina yangu naitwa Josephat, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Karibu sana mtu wa Mungu na utabarikiwa. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Upande wangu wa kushoto pia niko na mtumishi wa Mungu, mchungaji. Nimpe nafasi hii msikie kidogo kutoka kwake, alafu tunapoendelea katika mjadala wetu katika meza hii ya ukweli. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Asanteni sana watu wa Mungu kuwa hapa. Asante kwa wakati huu. Nashukuru Mungu kwa mtazamaji wetu ambao mahali popote ulipo, kukukaribisha katika mjadala huu wa meza hii ya ukweli. Nasema hivi, jioni hii ya leo tumechukua nafasi hii ili tuweze kukupatia ukweli, na ukweli tuko nao unahusu furaha ya Mungu ama furaha ya Bwana
ambayo iko katika maisha yetu. Mtu mwingine kwa msemo akasema kwamba nyani angelijua ya kwamba miwa ni tamu, hangelienda hata kuiba matunda. Yule nyani ambaye anakaa kwa miwa kama huko Western huko anakaa kwa miwa, lakini anaachanga tu hiyo miwa, analalia miwa, lakini anaenda kuiba matunda. So I want to tell you this, ya kwamba kuna aspect moja kubwa sana ambayo ni furaha, ambayo iko ndani yetu. Mungu ameumbia ndani yetu, kama vile Josephat amesema, ameiumba ndani yetu, iko natural, lakini huwa haitumiki. Na hiyo ndio tumekuja kuiongelelea, tumekuwa tukiongelelea, na leo tunaiongea mara ya mwisho. Iko na uponyaji. Kwa hivyo karibu sana mahali popote ulipo, tune in ili kwamba tuweze kwenda pamoja na mwishowe utakuwa umefaidika. Majina yangu ni mchungaji Joseph Ogwena wa kanisa la Hosana Faith Center of Kenya, ambalo limebeba hii Hosana TV. So God bless you so much. Tunapoendelea. Asante sana vile mlivyosikia, ndani ya nyumba, ndani ya studio, ndani ya meza ya ukweli, niko na watumishi wa Mungu na wako tayari kukupeleka. Nataka tu niendeleshe pale mtumishi wa Mungu mchungaji amesema aspect. Unajua watu wengi hawaelewi, lakini aspect hii ndio nataka tuzungumzie kwa ufupi sana, ya kwamba kuna aspect ambayo inaitwa the source of strength. Unajua source of strength iko na mambo mengi. Ndio iitwe furaha, iko na changamoto. Kuna changamoto huja ndio furaha iwepo. Sasa ndio mtu apitie hali fulani, ndio mtu ang'ang'ane, mtu huanza kazi, ndio mwisho afurahie matunda ya kazi, lazima atumike. Hiyo ni kwa kimwili. Lakini tukirudi katika roho, Biblia inasema, Paulo anaambia Warumi, Romans, ukisoma Romans chapter 14 verse 17, anasema ufalme wa mbinguni si wa kukula na kukunywa. Lakini hapo chini anasema bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Alafu mwisho mstari wa 18 anasema, kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza, na kando na kumpendeza Mungu tena hukubaliwa na wanadamu. Sasa ndio mtu akubaliwe na wanadamu, lazima kuna changamoto nyingi. Na kando na changamoto hii ndio mtu aitwe kwamba amefanikisha maneno, strength imefanikisha furaha, lazima changamoto iwepo. Ndio Paulo anawaonya Warumi ya kwamba ufalme wa mbinguni hauko tu katika vitu vya dunia vinavyotafuta vya kukula na kukunywa, lakini lazima mtu aingie katika maombi, aombe Mungu, au afunge, aende katika ushirika, akutane na wenzake. Ukisoma pale chini anasema tena lazima katika hiyo hali kuwepo mambo ya kutiana moyo, ya kusukumana na kusaidiana. Ndio sababu tuko hapo kwa ajili yako, ya kwamba tusaidiane, tukulete karibu, upate kujua kwamba kusaidiana huku katika roho ndio kunasongesha mtu kujua mambo mengi. Kwa hivyo upande wangu wa kulia, naporudi kwa mtumishi wa Mungu, ya kwamba akuelekeze kidogo ujue aspect hii. Kwa nini kuna hali ya kutafuta katika maisha? Ni kwa sababu imeambatanishwa na kushirikishwa na mambo ya Mungu. Ndio mtu apate vitu, lazima atatoa jasho. Ndio mtu apate chakula, lazima atafanya kazi. Vivyo hivyo katika kumjua Mungu, lazima mtafute Mungu. Na kumtafuta Mungu, lazima mtafute kwa kumuomba, lazima mtafute kwa kufunga, lazima mtafute kwa kumtolea hata nadaka. Ndio furaha yake itakaposhuka, ndio italeta matunda yako ndani mwako. Kwa hivyo karibu sana mtumishi wa Mungu, unapojaribu kutufafanulia kidogo, tupate kuelewa aspect hii ya strength of joy inakuja amna gani. Karibu sana. Amen. Asante sana mtu wa Mungu. Umeleta hiyo maneno kwa njia nzuri sana. Unajua watu wengi sisi, hata mimi nikiwa mmoja wao, kabla sijajua hii maneno ama kufahamu, nilijua tu nikajua kwamba furaha ni kitu inakuja seasonal.
ama inaweza kuja pengine kwa siku na unafurahi. Tunafurahi. Na hata watu wengi, hata wale ambao wameokoka wanajua hivyo kwamba furaha inakujanga tu, wanasema tumefurahi. Ndio. Lakini umeona nimeanza niliposoma vitabu na mnaenda nikapata kwamba Biblia inasema kwamba hiyo kitu ni kitu iko ndani. Ni Mungu aliumba hiyo furaha ikiwa ndani yako. Oh, yes. Inbuilt. Unaonanga radio inakuanga na wanasema hii ni inbuilt, iko ndani. Hiyo haiwezi kutolewa, hiyo inakoanga ndani, inajengewa ndani hapo. Oh, yes. Sasa nasoma tu kitu kidogo hapa ambayo katatuleta kwa hiyo aspects hiyo. Akasema hivi kwamba it is a gladness of heart that comes from internal connection with God. Yes. Not depending on external positive circumstances. Haijui mambo ya ati vile unafikiria, vile una feel, vile unaonekana. No. Hata kama vile unaonekana mdhaifu, unaonekana mnyonge, uko na mambo, lakini ile furaha nayo inakuanga tu ndani. Nje inaweza kuwa unaonekana, lakini anaona, anasema kwamba I judge mtu kulingana na vile anaonekana. No. Hiyo ni kitu ambayo iko ndani, ambayo imeumbiwa ndani na Mungu. It is a gladness of heart comes from the internal connection with God. Wakati wewe unakuwa connected na God, na mambo ya Mungu, unatembea katika njia za Mungu, unasoma neno la Mungu na unaomba, na hiyo furaha inakaa ndani mwako. Mungu anaendelea na kukupatia hiyo furaha, anaendelea kuchunga hiyo furaha, ile kitu ambayo iko ndani. For example, ukisoma maandiko mengi sana inakuguide. Heri ukisoma kama Matthew inakwambia heri walio na moyo safi, heri wale wanaofanya nini, heri wale wanaofanya nini. Mambo mengi inakukumbusha. Hiyo inakuleta tu mpaka kwa hiyo aspects ya hiyo kusema kwamba kweli upendo uko ndani mwako. Ukifanya kitu lazima kaandamane na ile furaha, ndio ufanye upendo. Ndio upendo utoke, lazima uwe na furaha ndani moyo wako. Akaendelea paka kusema kwamba a fruit of the spirit. Yani joy is a fruit of spirit. Oh, yes. Imelisi vitu vingi hapo kidogo. Akasema kwamba list of everlasting joy as a fruit of the spirit. Oh, yes. Meaning it is a supernatural gift from given by God. Oh, yes. Sasa unaona vile ameleta? Analeta kwamba is a supernatural gift. Oh, yes. Given by God. A gift from God. It is a gift of grace that draw you closer to God. Oh, yes. And equips you to serve Him. Oh, yes. With a gladness, no matter your situation. Yani unaona ni kitu ambayo inaleta uungu wa Mungu ndani mwako. Oh, yes. Inaleta uungu wa Mungu ndani mwako ili uweze kuserve Mungu na moyo wako wote wa kujitolea na kuamini katika kuamini Mungu kwamba ni Mungu ambaye alileta. Hata kama ungefikiria kufanya kitu kibaya, lakini unafikiria mambo ya upendo na unafikiria mambo ya furaha ambayo Mungu alikupatia, ndiye anasema kwamba hii ni kitu ambayo iliumbwa ndani yako. Oh, yes. Sasa nilikuwa najaribu kueleza kuhusu hiyo maneno hiyo ambayo Nehemia alikote hapo mahali. Ukisoma story hiyo, ndiye Nehemia kuja akazungumza hayo maneno. Ilikuwa maneno magumu sana. Oh, yes. Ambayo watu walifanya. Nehemia mtu ambaye alijitolea, akaamini kwa ile upendo ambayo alikuwa nayo. Ndipo sasa akuja kutangaza kwamba the joy of the Lord is our strength. Walikuwa wamefanya jambo ambalo watu wengine hawajai kufikiria, watu wengine ambayo hawajai kufanya. Aliamuka akaenda mbele ya Mungu. Akalilia Mungu, akaanguka chini, akatubu, akasema kwamba wana wa Israeli walikuwa wamewacha Mungu. Walikuwa wameanza kufanya maneno yao. Wanaanza kufanya tabia mbaya, wanaanza kuoana na kuoa, wanaanza kukunywa pombe, wanaanza kufanya vitu sarakasi, wengine wanaabudu miungu mingine.
Sasa Mungu akawaacha. Ndio sasa wakaanza kupigwa. Hiyo ukuta wakati ilikuwa imeanguka, wakati walikuwa wanachekelewa wanasema kwamba itakuwa hata mbweha pia wanaweza kuanguza chini. Ndio sasa Nehemia akaenda mbele za Mungu akasema hapana, haiwezekani. Haiwezekani. Lazima uende niende mbele za Mungu nililie Mungu ili Mungu akatuokoe. Sasa walipochukua hiyo mambo, akaenda katangaza hiyo sheria na ikawaingia ndani ya moyo zao. Wakakubali. So that sasa hii maneno inakuja na wewe kuwa na mtu ambaye ana repent. Ni wewe ili upate hiyo joy of the Lord. Lazima uwe mtu ambao unakubali neno la Mungu na umerepent, mtu ambao uko na msamaha ndani yako, mtu ambao umebeba uungu wa Mungu ili Mungu aruhusu furaha yake ingie ndani mwako. Amen. Amen. Asante sana mzee, umetuelimisha vizuri. Amina. Na nikubaliana na wewe 100% kwamba changamoto iliyopitiwa wakati ule wa Nehemia ilikuwa changamoto kubwa sana. Ndio Yeremia aingilie kati kwa kina Tobias na Sambalati walikuwa wameleta shida kubwa. Ikuta ilikuwa inajengwa inabomolewa. Lakini Nehemia alipoingia kwa uwezo wa Mungu alipigana vita vigumu, lakini anashinda na kuleta furaha. Ndiye anadhibitisha ya kwamba katika kumtumainia Mungu kuna changamoto nyingi, lakini mwisho wake kuna furaha. Asante sana mzee. Amina. Nichukue hii nafasi inaporudisha upande wangu wa kulia, kuna mtumishi wa Mungu mchungaji anapotuelekeza kwa ufupi, kwa sababu tumenena mambo mengi wiki mzima, lakini leo hii tuko tu kwa sababu ya kuleta ujumbe huu kwa ufupi, ili ya kwamba wewe ambaye ulipitwa kidogo uunganike na sisi twende pamoja. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, karibu sana, ili ya kwamba aspect hii ambayo imekuwa changamoto kwa watu wengi, ndio furaha yao haimepotea, hawana furaha tena, ni nini? Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Amina. Asante sana mtu wa Mungu Eric. Nashukuru kwa sababu mambo haya mimi naweza sema ya kwamba nimeongea sana. Kwa hivyo leo niko tu na maneno machache, mengi mtaongea ninyi. Jambo ambalo ninataka kusema mtazamaji ni kwamba furaha hii ambayo tunaiongelelea, kama mtu ametufuatilia hiyo wiki jana yote tumeongea mambo mengi, lakini nikasema ya kwamba furaha ni aspect kidogo sana. Iko kama vile Biblia inavyotaja ulimi, ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini matatizo yake ni makubwa. Although sasa hiyo inaongea kwa ulimi ya kwamba ni matatizo ni makubwa, but mimi nasema kwamba ni furaha ni ka aspect kadogo sana, lakini kana mizizi kwa kila aspect, especially kwa kila tunda la Roho. Lisipokuwa na mizizi ya upendo, then ya furaha, then haitafanyika vile ambavyo inatakikana kuwa. So nikawa nasoma nikapata kwamba maneno mengi yale ambayo yamefanyika na yasiwe, watu walioonekana vizuri, watu waliokuwa sawa, watu ambao waliopendwa, watu ambao waliaminiwa, sehemu ambapo walifanya kazi, sehemu waliishi, kwa ndoa zao, kwa familia zao, kwa makanisa, wahubiri na watu wote walioaminiwa. Wengi sana hatukujua ako ka aspect, tukakaanzisha kama ambako kako na msingi wa maisha yetu, kako na msingi wa vitu ambavyo tunatakana kufanya. Amen. Amen. Kama vile nimesema ya kwamba ni aspect ambayo ninaweza ilinganishwa na ulimi. Kuna wengine pia ambao walikatumia vibaya, na wakati walikatumia vibaya result zake zilikuja vibaya.
especially uko na jambo la msingi, unaona kitu ambacho unataka ufanye ni kuleta furaha. So wakati ulipata kitu, wakati mtu alikuletea kitu, wakati ulipewa kitu, ulifurahia, ikakuingia ndani ya moyo, which is right. So furaha hiyo ilizidi, haukuangalia mtu alikufanyia. Especially wacha nilete upande wa mapenzi, ya kwamba ulipatana na mwanadada, ulipatana na ndugu, alafu akakufurahisha, akakufanyia kitu ukafurahi, ukakosa kutake time uchunguza tabia yake, ukakosa kutake time kuchunguza mambo ambayo anaweza kuwa nayo, ambayo inaweza kuwafanya muishi pamoja milele. Sasa hii aspect uliitumia vibaya. Angalia, ndiyo ya kwanza, ya kwamba inaweza kuwa msingi ya kwamba ufurahishwe, alafu then kutokea hapo you take it now. Lakini sasa vile ulivyoichukua, uliichukua tu kwa sababu ulifurahi. Furaha ile ili overpower mawazo yako, ili overpower mambo ambayo, kuleta mambo ambayo ulitakikana ulete ndani. So ukachukulia hapo, then thereafter inakuwa ya kwamba vile uliitumia vibaya, haikukaa katika misingi ya vitu ambavyo vinatakikana kufanywa katika hii ndoa. Sasa baadaye ndiyo ulikuwa na furaha, lakini hii furaha inakuja kupotea kwa sababu haukuitumia vizuri. Lakini manufaa yake ni mengi. Manufaa yake naweza kukuambia kwamba mtu anaweza furahia kitu, ndiyo sasa akichukulia hatua. Furaha inakuja mara ya kwanza kwa vitu vingi sana. Bila kufurahishwa na kitu, wakati mwingine bila kufurahishwa na hata watu wanaona mijengo iko mahali, mtu anaangalia anasema anafurahishwa na hiyo nayo, anasema yes, hii hata mimi nataka kujenga kama hii. Mtu anaona mtu anafanya kitu, mtu anaimba, anasema nimefurahishwa na huyo mtu, anaenda na mzawadi. Mtu anaona anaona vile mtu anafanya kazi, vile mtu anapanga mambo yake vile yako sawa. Wengine huona couples vile ambavyo walivyo, nasema hii familia iko sawa, ukawa unafurahishwa nayo, na hata ukaiga ukasema kwamba na mimi pia nataka niishi vile ambavyo wanaishi. Amen. So what you'll do ni kwamba unataka kujua umefurahishwa nao. Ukishafurahishwa, manake furaha hiyo lazima inakuja mara ya kwanza, kwa vitu vingi inakuja mara ya kwanza. Lakini ukishafurahishwa, then kwa sababu sasa imeleta furaha ndani yako, then kuna vitu zingine ambazo utaweka, utaongezea, ndiyo sasa ikamilike, ndiyo ikamilishe hiyo plani yako, ikamilishe huo mradi wako, ikamilishe hiyo njia yako, hicho kitu ambacho unachofanya, ikamilishe hiyo familia, ikamilishe hilo boma. So ninaweza sema hivi ya kwamba, mpendwa, mahali ulipo, huenda pengine ulifanya mambo kwa sababu ulifurahi, lakini haukujua ya kwamba furaha hiyo ukizidisha italeta madhara, haitatengeneza mambo vizuri. Lakini ukifurahishwa na kitu, hilo ndilo jambo la kwanza. Hata mwanamke tu, nyinyi wanaume, hata ukitaka tu mwanamke, si lazima unasema, unaangalia urembo wake, unafurahishwa nao, then sasa unachukua hatua. Si ndio? Hata chakula wakikuletea kwa meza, saa ingine hujaionja, lakini unaona vile ilivyo, unafurahishwa nayo, unasema hapana, hii chakula hii ni mzuri. Moyo unaanza kufurahi. So moyo ukisha furahi, unaweza kufanya mambo mazuri. But what I can caution you ni kwamba don't overdo it. Usichukue zaidi ya vile ambavyo inavyotakikana. Lakini naweza sema ya kwamba ni ya msingi. Ndoa hii kama haina furaha, watu huwa haongei, watu kila mtu anafanya yake, watu wanaishi ni kama hawakuwahi itana majina mazuri kama sweetheart, darling, honey, babe na mambo mengine yote, shimeremende yote. Unaona, yani ikishaenda inakuwa ya kwamba mkisahau tena.
mlianza nayo, lakini mkiisahau ya kwamba inataka iwe chumvi, iwe sukari ya kuongezanga mkienda. Nafurahishwanga nani? Wanafurahishwa na huyu mama, huyu mke wa Guardian Angel. Yule mama kuna mtu ambaye amewahi kuwa na yeye karibu, na anasema huyo mama vile anaonekananga kwa mitandao, that is the way she is. Hivyo tu maisha yake yako namna hiyo, kako tu ni charming namna hiyo, kana furaha tu namna hiyo, kanafurahia watu, kanapenda kubondi na watu, haikaangi kama vile alivyo. Tulikuwa tunapimwa kwa mashini nyingine siku moja, mashini hiyo ni ya medical check-up. Sasa mashini hiyo ukipimwa, utapimwa kila kitu, alafu ikuambie ya kwamba wewe kulingana vile ulivyo hivi saa hii inatakana uwe na miaka fulani. Vile unaonekana hivi, anasema kwamba unakaa mtu wa miaka 50 na uko 30. Sasa unajiuliza aje vile umejiendesha. Na mwingine wakamwambia, na walimwambia ukweli, wengine wakamwambia kwamba ni kama kitu ambacho unakosa haujifurahishangi. Jamaa anahesabiwa 72 years na ndiye anaingia 50. Amegonga miaka 20 mbele. Hiyo mashini hiyo ndio sasa inakudetect hivyo. Sasa wakamwambia kwamba wewe kila ambacho unakosa, wewe ni kama haujifurahishangi. Na kweli ni jamaa anapenda kukasirika sana. Kitu kidogo ameinuka nini na nini. So imagine ya kwamba furaha ina play party kubwa sana katika katika nasemaje, kwa maisha yako. Yani wewe kuonekana vile ulivyo, vile unaonekana hivi, watu wakisema wewe na huyu jamaa anakaa mzee amejiachilia aje. Ukifuatilia unapata kwamba aspect ya furaha, wachana na chakula, wachana na kazi, aspect ya furaha pia kuna mtu ambaye inachangia ya kwamba yeye hakuangi na furaha. Nikashindwa nikasema kumbe hii furaha, mtu kufurahi inakuwa ni namna gani? Yule mama akipimwa, hata kama ako na miaka 60 ataonekana ako na 40. Unajua kuna wale inaonekana wametumia mwili wao vizuri, maisha yao wameichunga iko sawa. Wako na watu ambao wanawachunga. Sasa basi ingine naye ikawa ya kwamba hakuna mtu wa kukuchunga. Watu walio ni kando yako wanakuletea maneno machungu, wanakuletea stress, wanakuletea hasira, wanakuletea. Sasa watu ambao wako kando yako wanataka pia wakuchunge. Ndio kama uko na watu ambao wanakusurround, ambao wanakuchunga, wanakupenda, wanakuletea mambo mazuri, si ya kustusha, si ati kila jambo gumu wamefika. Kama ni pastor anasema pastor, ndio sababu unaona mimi nakataanga ndoto uta overthink. Na maisha iko tu uta overthink sana, watu watako overthinkisha kwa sababu ya ndoto. Mtu analala tu hivi, ako na zake, anaota, anakuja kesho yake anakuja anasema nifafanulie, anataka ufafanulie. Saa nyingine sio hiyo. Kama ni hivyo, kama wewe ni muota ndoto, hebu ota mara 2 3, utafunuliwa vile ambavyo ilivyo. So ninasema hivi ya kwamba furaha ina play a very big role katika maisha yetu, especially kwa maisha ile tunaishi, kwa familia zile ambazo tuko, mahali tunafanya kazi, kwa ndoa, bibi na bwana na watoto, kanisani, mahali mnakutana. Kwa hiyo chama yenu, furaha ambayo iko fake inaharibu kabisa. Furaha ile ya plastic inaharibu sana. Hiyo utajidanganya kwamba uko na furaha, lakini inaharibu sana. Amen. So mtu wa Mungu, mahali ulipo, mahali uko connected, wachana na mambo mengi. Mara nyingi naambia watu ya kwamba maneno haya ama maisha haya ambayo tunaishi haitaki makasiriko. Bila shaka kama haitaki makasiriko, inataka ya kwamba ulete nini? Uwe na furaha siku zote. Biblia inasema ya kwamba furahini
na tena furahini katika Bwana siku zote. So kama uko na furaha, kuna vitu ambavyo unatakana uweke. Bwana anatakana awe hapo, ndio unaweza kumaintain iwe siku zote. Nitamalizia, lakini wacha kwanza jadili kwanza nitakuwa na point ya mwisho. Kumbuka tu na tutazama, tuko Facebook live. Meza ni ya ukweli. Na yoyote uliye nyumbani, tunajaribu kuunganisha yote ambayo tumejadili, ili ya kwamba na wewe uelewe kwa nini tunazungumza. Furaha ikikosekana kwa familia, mambo mengi hayaendi sawa. Lakini furaha ikiwepo, kutakuwa na furaha pande zote, kwa watoto, mke, mme, jamii, majirani, furaha itakuwepo. Nataka nirudi kwa mtumishi wa Mungu. Kuna kitu hapa kwa haraka sana kwa sababu ya masaa. Kuna kitu umekileta, wakati umekuwa ukileta kile, how do we experience how do you experience the joy of the Lord? Kuna kitu umekileta, connection with God. Wakati umeleta kuunganika, that connection, hauwezi kukua na furaha kama hauko connected na Mungu. Hauwezi kuwa na furaha kama Mungu hayuko karibu na wewe. Hauwezi kuwa na furaha. Ndio Daudi anasema kwamba Bwana, teta na wanaoteta na mimi, pigana na wao wanaopigana na mimi. Lengo lake ni kwamba chanzo cha kutokuwa na furaha, kuna roadblock. Ndio anasema kwamba ukiondoa Bwana, wale wanaopigana na mimi nitakuwa sawa sawa. Ndio anapigana, naomba Mungu, anamuita Mungu, meaning that connection in prayer ndio inafanya Daudi anamulilia Mungu. Anamwambia Bwana, teta na wanaoteta na mimi, pigana na wao. Sasa mtumishi wa Mungu, kwa ufupi, vile connection umeileta, watu wengi wanakosa kuelewa nitapata haja furaha ya Mungu. Ndio umetuleta karibu. Nataka tuingie katika ile lengo lingine kwamba how do you experience the joy of the Lord? Mtu anajipata aje? Sasa nataka uingie vile ulikuwa umeanza connection, that connection. Jaribu kutuleta vizuri that connection. How do we connect? Mtu anakuwa aje na connection ya Mungu? Ndio furaha inaingia. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amina. Ni ukweli kabisa. Watu wengi wamekuwa disconnected na furaha ya Mungu. Sasa furaha ya Mungu haiwezi kupata nafasi katika mioyo zao. Maana wao wameweka roadblock katika njia ya Mungu. Wanaona tu furaha wanaweza pata. Furaha ya dunia ni ya muda. Ni ya season. Ni ya wiki. Ni ya mwaka. Hiyo unaweza kupewa. Mtu anakuja tu anakufurahisha, anasema wiki moja, alafu unasema hawa watu na huyu mtu amekuwa hapa tena wanapigana na wamekuwa namna hii. Lakini furaha ya Mungu ambayo inaingia sasa, unaona ikiingia, itatoa hata magonjwa, itatoa hata uchoyo, itatoa hata ugomvi. Yaani mtu atabaki kama ako sawa. Unaona watu wengine wako na furaha. Unaona mtu akiingia, hata wakitoka kazini wanahakiana, anasema babe, anasema nani, kama darling, uko wapi? Tunaonanga saa nyingine movie zile za Nigeria hizo, na zinafunza maneno fulani. Unakaa na mnene, anasema na hata mimi siku moja naweza kaa na mnene kweli. Hata mimi naweza. Unaona mtoto anaenda kuhug baba yake, anasema hi my dad. Oh, umeshinda aje? How is your day? How is the job? Unaona? Hiyo yote wako ndani ya Mungu. Hiyo yote iko kwa compound ya Mungu. Kwamba Mungu ndiye ametawala hapo. Hiyo kitu iko ndani ya moyo wako. Mungu alimuumba akiwa na furaha hiyo. Sasa furaha hiyo anajaribu ku-express nje sasa ile ambayo iko ndani yake. Mtu akiona anasema haka jamaa kamefurahi bwana. Huyu mama anakuanga amefurahi kila saa. Na hata anaenda kulala njaa, hata anaenda kukula mboga. Lakini ile furaha ambayo iko, hata kama anaenda kukunywa uji hana chochote cha kukula. Lakini moyo wake umefurahi ever. Anaenda kigotea, anasema na huyu naye. Na ule mwenye hana furaha, yeye hata ule aenda kimsalimia, anataka kugawa furaha kwa watu wengine. Hata kazini, mtu anaenda kisalimia, anasema umeshindaje, anakugotea, anaenda hivi anasema umeshinda, uko umeamkaje, na yeye anasema huyu naye na huyu naye nakusalimia watu. Kwa nini anatupakana vitu kwa mikono? Huyo jamaa hana furaha ndani ya moyo wake. Hana furaha katika maishani mwake. Lakini huyu unaona ametoka furaha, na pengine mtu hajakula kitu hata nyumbani, lakini ile furaha iko ndani yake. Anasema akigotea watu, wenye anasalimia, wenye wananuna hao wanazungumza hao, ni wale wafanye nini?
wale ambao wamekula kitu, saa nyingine hata mtu hana fare ya kurudi ajui vile atarudi. Lakini kwa vile ile furaha iko ndani mwake, yeye atasambaza tu. Atasambaza tu, anasema lakini namna gani bwana? Anakuchekeza anasema lakini yenyewe unakisema lakini sina fare ya kurudi. Anasema kweli na hoja na mimi nimechangamka namna hii. Wenyewe utasema tu huyu jamaa anakuwa mtu mkwani. Ndio sababu hiyo furaha iko ndani mwake. Ndio tumesoma pale akasema kwamba ni inbuilt, iko ndani. Yes. Mungu alikuumba na furaha hiyo. Furaha anasema kwamba ni Mungu, ni God given, ni gift kutoka kwa Mungu ambayo kama hauwezi kuactivate ianze kufanya kazi, uanze kuitumia, uanze kuiona, uwezi. Kuna mtu mwingine utakutana naye tu, unakutana naye na mnaongea maneno 2-3 na anakuambia, unasema unaenda hapa, anasema nenda, sema hata nifanye vizuri kakuona, na pengine hata kuomba kitu, lakini moyo wako unachemuka tu, unaona huyu mtu nimembariki tu, sema shika 200 utakuja naye. Jamaa huyo anasema huyu Eric amenitengeneza siku yangu bwana, sijaona mtu gani huyo jamaa. Hata mimi nilikuwa nataka 50 bob, nimepata 200. Sasa moyo wangu mimi nimefurahi. Anaenda tu kwa unaona watu wengine kwenda kwa barabara, mtu anakusalimia lakini hakujui. Ndio unajua watu wengine kusalimia mtu ambaye hajui ni ngumu sana kweli, lakini unaona mtu akikusalimia anasema habari zenyu, habari zenyu. Unaona huyu mtu ni chizi, mwingine anasema huyu mtu anaenda kusalimia watu kwa barabara. Hapana, ni ile joy ambayo iko ndani ya moyo wake. Ile ambaye ako nayo ndiye anajaribu kusambaza akienda kwa njia. Ni furaha ile ambayo amependa, ni furaha ile ambayo iko ndani ya moyo wake, hawezi kujizuia, ni kitu italipuka. So unaona akiweka inataka kulipuka tu itoke, aimwage nje. Aimwage nje ili ionekane. Na Mungu anatakanga namna hiyo, kwamba furaha hiyo ambayo nataka kusoma tu mstari kidogo hapo. Ukisoma hizi zingine Proverbs inasema kwamba inasema kwamba moyo wa furaha huchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho hubondeka. Ndio umeona, anasema kwamba moyo wa furaha huchangamsha uso. Yaani mtu wewe usalimia mtu kama furaha, kama umenuna mnaye tu namna hii, lakini ule mtu ambaye amekasirika, moyo wake pia umefanya nini? Uso wake pia umefanya nini? Sasa unaona, sasa furaha ndio anakuambia huyo mtu, anasema kwamba ukicheka maisha yako unaongezanga miaka yako. Yes. Angalia tu wale wa mama ambao ni wazee kabisa, lakini mama amefurahi. Amefurahi. Saa nyingine hata ni mtu tu anakaa na mnawe hana chochote, hana nini, lakini hata kuja tu kumsalimia peke yake, mtu kupita tu kumsalimia hapo, atafurahi. Asante sana. Mmenikumbuka, na hujampatia kitu, lakini furaha ile ambayo iko sasa, hata uso wake anasema fulani anakuanga furaha, hata nikipita tu hapo kumsalimia mama, hata siwezi enda kumsalimia kama sina kitu. Ile furaha ambayo atakufurahia ni kama umemletea kitu. Lakini ni mtu tu ameumbwa hivyo. Unaona, ni kitu ambayo Mungu ameumba ndani yako. Sasa usipo activate hiyo kitu, huwezi kuona matokeo ya hiyo kitu. Mhubiri anasema hivi. Mhubiri anasema kisha mkaisifu furaha kwa sababu mwanadamu hana neno lolote lililo jema chini ya jua. Chini ya jua kuliko kukula na kunywa. Amen. Unaona? Anasema kwamba kisha mkaisifu furaha. Ndio. Kwa sababu mwanadamu hana kitu kingine. Na unaona hasa lazima utafurahi. Huwezi kusema ati nimekula. Sasa unaona Mungu analeta opposite vile sisi tunajua sasa. Anasema huwezi kukula ndio uanze kufurahi. Ndio. Anasema kwamba unafurahi kwanza. Ndio hiyo chakula mtapata. Anasema kwamba mwanadamu hana kitu kingine. Anasema muisifu furaha. Maana mwanadamu hana kitu kingine ili kukula na kukunywa kinachochangamsha moyo wake. Sasa akichangamuka, ukiona mtu ambaye umefurahi, vitu vingine Mungu atakupatia tu, anasema huyu mtu. Lakini mtu akikaa gulumi na mnaye, mtu anaangalia watu, hataki hata kufika kwa nyumba. Kuna mtu mwingine hata akifika kwa nyumba, unaona hata mzazi akifika kwa nyumba, watoto wanakimbia wanaenda kwa jikoni. Mama akifika na mwenyewe watu wanahepa, wanasema nitakuja kama huyu amelala. Saa nyingine wanakuja kama mzee amelala, ndio watoto wanaingia na mwenyewe. Lakini mwingine anafika kwa nyumba na mwenyewe,
watoto wanakimbia wote, wanaingia kwa mzee, wanamsalimia. Lazima mtu akuja, baba ameingia, nimesikia baba kiongea, amekuja, dadi amekuja. Wana furaha, mzee ameingia na furaha, amekuja na furaha. Sasa kila mtu yote pia anataka kumsalimia, kila mtu anataka kumwambia tumeshinda hapa hivi. Lakini watu wengine kama wapendi, uwezi, kama ana furaha, unatoka huko kama watu wako kwa nyumbani na wewe uko hapa, unafika nyumbani na mnaye ushago, unaona watoto wote wamekuja, wamesurround, wamekuja, kila mtu anataka kupatia ripoti yake. Wewe unajua dadi hapa, unajua tulikuwa hivi na fulani alininyima kitu fulani, huyo naye alisijua alifanywa nini. Kwa maana wako na furaha, hiyo furaha iko inbuilt ndani yao. Mungu aliweka hiyo furaha ndani mwao. Sasa out of hiyo furaha wanaona, wana express. Sasa watu wanaiona, wanaona watoto wamefurahi. Lakini kama hakuna furaha, haiwezekani. Amen. Amen. Mwingine akasema kwamba Methali akasema kwamba chakula sasa huyu analeta kwamba chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyonona pamoja na machukizo. Sasa kama hakuna mahali kuna furaha, afadhali mboga ile hata watu wakule tu, lakini kuna watu wengine wako na vitu vizuri. Lakini nakwambia kwa hiyo nyumba hakunanga furaha amani. Hata watu wanakula vitu ni kama ameiba, na vitu ni zao kwa friji ziko, lakini hakuna mtu anaenda kukuza kwa friji. Ile hawana furaha ndani ya hiyo nyumba, furaha hakuna. Lakini watu wanakaa, anasema afadhali kule mboga lakini mahali ambapo kuna furaha kuliko ng'ombe na nini, lakini watu wanakula ni kama ungeenda kulia kwa choo. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa sababu ya neno ile connection ya Mungu. Yes. Mzee mtumishi wa Mungu ameleta ndani connection ambayo imeambatana na furaha. Yes. Nakubaliana na wewe mtumishi wa Mungu 100% ya kwamba vitu vinavyozuia mara nyingi furaha ni vitu ambavyo vinaharibika. Yes. Lakini ukielewa na kujua anayeleta furaha yuko zaidi ya hivyo vitu, utashinda. Yes. Kwa hivyo asante sana. Ni muda ni mchache, lakini maneno yako ni mazuri, na hiyo connection wakati mwingine natengeneza nafasi mnapoingia studio hii mjaribu kupambanua zaidi. Yes. Lakini ninaporudi nataka nirudi ili ya kwamba tupate wazo moja. Mtumishi wa Mungu upande wangu wa kushoto amezungumzia kuhusu tunda la Roho. Hauwezi kupata furaha kama ndani mwako mna chuki. Yes. Furaha haiwezi kuingia kama ndani mwako hauwezi kushare kitu chochote na mtu yoyote. Hauwezi kuwa kwamba matunda haya yanasema the fruit of the Holy Spirit. How do you experience? Hivi vitu vya furaha vinatokana na tunda la Roho. Na tunda la Roho nataka tu kwa nafasi fupi nimpe mtumishi wa Mungu anapotuleta wazi. Vitu hivi ndio vimefanya watu wengi wamekosa furaha. Ya kwamba mtu anasema hii ni yangu. Lakini wengine anasema hii ni yetu. Sasa kunatokana mfarakano. Lakini kwa ufupi sana mtumishi wa Mungu jaribu kutuleta wazi ndio watu waelewe furaha ya Mungu inatokaje, yani inatokana namna gani na the fruit of the Holy Spirit, matunda ya Roho. Ili kwamba tupate kuelewa zaidi tunapofunga the joy, mjadala wetu ambao umekuwa wiki mzima, the joy of the Lord. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Asante sana. Kabla sijamalizia kwa hiyo the fruit, nirudi kidogo mahali ambapo Josephat amekuwa akisema kwamba inbuilt, ya kwamba furaha ni inbuilt. Na nimepita hapa katika hii simu katika maoni ya watu nikapata Pamela ameuliza akasema ya kwamba kwa nini tunaweza kuwaje na furaha kama mambo yote yale ambayo unajaribu kufanya haiingii, haiendi. Amen. Nataka kusema hivi, furaha hii Biblia inasema, Yesu akasema kwamba furaha ni wapayo. Yes. Sio kama amani ni wapayo. Sio kama ile amani dunia inayowapatia. Yes. Amen. Amen.
Na mtu ambaye ako na amani, kama vile mstari ambao umeusoma huo, mtu ambaye ako na amani utajua katika sura. Yes. Mtu ambaye ako na upendo utamjua katika vitendo vyake. Amen. Amen. Na mtu hawezi kutenda vizuri kama hajafurahia. Oh yes. No. Mtu hawezi kutulia moyo wake kama hauna furaha. Hata kama tatulia namna gani, lakini moyo wake hauna furaha, it will be nothing. Sasa nikija kwa hilo swali ambalo Pamela anauliza, ni kwamba tuliokoka, tulitoka mahali pabaya. Na kuna mtu ambaye ameokoka 20 years lakini huwa hategi sikio, hafungui masikio. Kuna mtu anaweza enda mara moja, mbili, tatu akaona mahali alipo na mahali ametoka, mahali amekuja, ni amekuja kusikiza hayo maneno. So ndi anategea haya maneno ambaye amekuja kuyasikiza, ili asikie yamsaidie, maana hayuko na haja na yale ambaye alikuwa nayo, ameyatupa. Lakini shida hapa, watu huwa tunachanganya. Mtu akitoka nyumbani kama amekosewa, akikuja hapa atakuwa sawa, atachangamuka. Lakini akisha toka hapa tena anavaa ile nguo ya nyumbani, ya kwenda kuendelesha ile ugomvi, kwenda kuendelesha ile vita, kwenda kuendelesha ile hasira. So hakuna siku utaona tofauti. Lakini kama tu vile wokovu unakuwa, ndio hii mambo pia inakuja. Hii furaha iko kama hii furaha sasa ndio ile inakushika, ya kwamba unasamehe na unasahau, then you bring in joy. Kama wewe si mtu wa kusamehe na kusahau, ni kama ile mstari ile ambao huwa tunasoma, ambayo iko Chronicles, ambayo inasema kwamba mambo ambayo mababu zetu walitenda bado yanatufuata mpaka leo hii. Sasa kila siku, kila wakati utakaa na utashtuka, utasema babu yangu alikuanga mchawi. Na tangu uokoke unajuanga ya kwamba babu yako alikuanga mchawi, wewe ulitaka kutoka kwa huo uchawi, ndio urudi ukuje kwa Mungu, ndio sasa Mungu akusafishe, ndio akuoshe, uachane na hizo vitu. Amen. Sasa inabidi unasahau. Kama wale ambao huwa bado wanafuatilia, wanasema babu yangu alikuanga mchawi, na 20 years ago bado alikuwa naomba kuhusu babu yake, mpaka leo hii bado anaomba kuhusu babu yake. Ndio hiyo hali ambayo mtu huyu anaweza kukaa katika hii mambo isimsaidie, hii furaha isimsaidie, kwa sababu hii ni ya Mungu, hii sio ya dunia. Ukisikiza hasira ya dunia, then furaha ya Mungu haitakuja ndani yako. Yes. Nilisema kanisani hapa jana ya kwamba tusafishe, tuoshe mitungi, tuoshe hata kama ni sufuria, hata kama ni nyungu ambayo iko ndani yako, ambayo inaruhusu mambo mabaya kuingia. Kwa sababu kama usipoosha ndio uchukue hii furaha uweke, then haitafanya kazi. Furaha hata katika kidunia wanasemanga kwamba furaha jipe mwenyewe, ubebe wewe. Lakini kama utataka kubeba ya mtu mwingine afurahi ndio wewe uridhike, then haitawahi kuwa. Vile tu tunang'ang'ananga kuomba ndio ung'ang'ane kuleta furaha ndani yako. Then watu nilisema jambo la mwisho ambalo tulikuwa nalo, nilisema ya kwamba nataka wewe ubebe furaha, uwe producer wa furaha, uwe distributor wa furaha, uwe manufacturer wa furaha. Ndio mtu mwingine ambaye hana furaha, maneno ambayo utakayomwambia, story ambayo mtakayopiga, mambo ambayo mtakayofanya yabebe furaha, ndio yeye asome kutoka hapo kwako. Akisoma kutoka kwako, then definitely atakuwa anataka furaha yako. Kama ni mume wako, atakuwa anataka furaha yako. Kama ni watoto wako, atakuwa anataka furaha yako. Kama ni jirani, kama ni dada, kama ni ndugu, kama ni jamii yako, atakuwa anataka furaha yako. Definitely mambo hapo yatageuka. Hakuna mtu ambaye utamuona hana furaha, ambaye yani aliye na makasiriko na wewe uadapt hiyo makasiriko. Utamuona hana ni furaha na wewe utake kumupatia, umubembeleze, umulete mpaka achukue hiyo furaha. Lastly nasema hivi, kama vile ulivyosema, nasema hivi ya kwamba
tunda la Roho limebeba furaha, na nimesema kwamba jana tulikuwa tunaongea kuhusu rangi nyeupe. Watu wanaipenda sana sana kabisa. Sasa sikiza vizuri, rangi nyeupe watu wanaipenda sana, na vile wanavyoipenda wao huiona tu sana, huisikia, huwa wanaisikia sana. Wakiona huko nje inapendeza kabisa, wakiona mtu amepaint inapendeza vizuri sana. Hata nguo, yani rangi, nguo nyeupe, ndiye mtu aende kununua nguo nyeupe. Bwana anataka kununulia bibi nguo nyeupe, lakini anamwangalia, anajua huyu hawezi kutunza nguo nyeupe. Anasema hapana, chagua ingine, lakini sio nyeupe. Bibi anataka kuambia bwana, ameona nguo mzuri na shona lakini nyeupe, anasema chukua kala ingine. Nilikuwa nauliza watu wakasema kwamba hizi kala zingine hizo hazionyeshi uchafu. Kumaanisha kwamba hata kwa nyumba mtu akipaka rangi anaitaka hiyo rangi nyeupe, anaitaka mzuri, lakini hawezi kupaka kwa sababu anajua hata yeye mwenyewe atafanya nini? Atachafua. Amen. Amen. Sasa furaha iko kama rangi nyeupe. Na rangi nyeupe unaweza fikiria kwamba ukiweka hapa black na uguze hivi na uguze white, uweke pamoja, unaona tu black. Lakini ukiendelea kuweka hiyo nyeupe kwa black, itapoteza black, itakuja rangi gani? Gray. Pure gray itatengenezeka na white pamoja na black. So hautaona black tena. Hautaona white tena. Hautaona black tena. Yeah. So I'm saying ya kwamba ukiona white utaidharau. Nasema hii ukiguza black hivi na uguze white, black ndio utaona. Utaona imeharibu white. Lakini ukiendelea kuweka white kwa black, itageuza black, itaifanya iwe gray. So ndio sababu nikasema kwamba katika tunda la Roho furaha ni kiungo kidogo, ni aspect ndogo sana. Inatajwanga tu ikipita. Iko kama hiyo rangi. Yaani unaionea kwa wenzako mzuri sana. Mtu anafurahia hata mpaka wewe unaona na amefurahi. Unaona kitu unafurahia, lakini kuleta hiyo furaha ndani yako inakuwa ni shida. Inakuwa ni matatizo. Bila kusahau ya kwamba furaha ni mojawapo ya tunda la Roho. Na tunda la Roho ambalo liko na umuhimu sana. Kwa hivyo tunapolichukua kama tunda la Roho, then litatufaa, litakuwa la maana sana. Na tunda la Roho, matunda ya Roho yote inakataa dhambi, inakataa kujifanya, inakataa weakness, inakataa kuleta tu kama haumaanishi, inataka umaanishi. Ndiyo tunda la Roho lolote likusaidie, lazima ulilete kama unamaanisha. Na vile nimesema ya kwamba kumaanisha, first attraction ni furaha. Kumaanisha kwamba haya matunda mengine ndio yaweze kufunction, ndio uwe sawa, lazima furaha itangulie. Inapotangulia, wewe utavumilia kama uko na furaha. Wewe utapenda kama uko na furaha, utapenda. Hata kitu kama hiyo kiwa mbaya, at last utaibadilisha kwa furaha, na upendo wako utaibadilisha, itakuwa kitu kizuri. Sisi mara ya mwisho sisi wa Kristo, especially wahubiri, walimu, wachungaji, manabii, tumeitwa kutoa vitu vichafu kutoka katika mambo machafu, na tuvioshe na tuvigeuze vio vitu sawa, ni viweze kutumika. Ndio sababu watu huwa wanashuhudia. Bwana asifiwe. Kama hautafurahishwa na mtu mwenye dhambi, mtu ambaye ako mbaya, uone huyu nikipata tu nafasi, mimi naongeanga na hata wazimu, naongeanga nao, nawapata. Na kuna wakati nimekuwa na hata sijui kama siku nyingine tulikuwa na maka, tunakutana na wazimu, alafu huyu jamaa anatuongelesha tu, haongei kama bubu. Tukienda kumsalimia anaanguka chini, nikamwambia we amka, simama, nimefurahishwa na yeye, nataka kuona sasa kutokea hapa action zile ako nazo. Nikamwambia simama,
Nikamwambia tupatie kitu kidogo, akasema nikamwambia kuja nikununulie maziwa. Nilipomwambia hivyo, unakumbuka? Jamaa aliamuka. Aliamuka, tukaenda kwa duka. At last aliongea, akasema anatoka wapi, yeye ni nani, anafanya kitu gani. Lakini pale tukiwa pale alikuwa bubu. Sasa tunapo get interest na yeye, imagine anakuja anaongea, anashukuru mpaka anapiga chini magoti, anasema asante sana. Asante sana, ambaye alikuwa bubu. Kama hatungekuwa na interest na yeye, kama hatungependezwa na yeye, hata kama yeye ni bubu, hata kama yeye ni mchafu, hata kama yeye ni wazimu, lakini tulifind out ya kwamba huyu bwana si wazimu, ni maisha ndio yamemfikisha hapo. So kama wewe si mtu wa furaha, utaona kama hautafurahishwa na vitu vingi sana ambavyo vilivyo vibaya. Hautafurahishwa na watu ambao wanakasirikanga, hautafurahishwa na watu ambao wamewahi tusi watu, hautafurahishwa na watu ambao wanatenda dhambi. So furaha hii lazima uichukulie kama tunda la Roho. Ukishajua hivyo na ujue ya kwamba iko mbele, ndio hata utahubiri neno. Unajua daktari kitu ambaye anafundishwanga ni kufurahia kazi yake. Na kazi yake, hebu niambie kama wale wanapelekanga watu theater. Yes. Wale ambao wanafanyianga watu casualty. Wale wanashonanga watu wamepasuliwa, wameumia, wale ambao wale wanaosha watu vidonda, wale ambao wanaoperate watu, mtu anakuja kidonda iko atoe hiyo uchafu yote. Wanafundishwanga kupenda kazi, kwanza kufurahia kazi yake. Kwanza kisha furahia, ndio sasa akiipenda ataifanya kwa any angle. Wewe utaangalia useme hii hata nimeona hiyo sitawahi kula nyama, lakini yeye anafanya na anaenda, nyama inakarangwa na anakula, anaendelea mzuri sana. So God bless you. Nimemaliza wakati, lakini asante sana mtumishi wa Mungu, umeleta vizuri. Asante sana kwa maneno haya, upendo na obedience. Hivi vitu vyote, tunda la Roho, vina misingi ya furaha katika maisha yetu. Amen. Kwa hivyo ukielewa furaha yako inatokana na nini, utaishi kwa furaha siku zote. Lakini usipoelewa furaha yako inatokana na nini, utaishi katika hali ya majuto. Ndio mara nyingi nasema changamoto wapo mingi, wapo kwa mambo mengi na kwa sehemu nyingi mbalimbali. Nashukuru sana watumishi wa Mungu vile mnaleta maneno haya. Mnaileta kwa ufasaha, mnaileta kwa hali tofauti, mnaleta kwa hali ambayo ni ya matamanio makubwa. Ni masaa tu ndio yanakimbia, lakini nataka tu nirudi kwa sababu ya kumalizia. Wewe ambao uko nyumbani, nimesema ya kwamba unatutazama, tuko katika meza ya ukweli. Mara nyingi unajiuliza nitawapata namna gani? Tunapatikana kuanzia Jumatatu mpaka wiki mzima. Kufika Jumapili tunapatikana Hosana Faith Center, iko hapa Lungalunga. Ukifika Mareba, yule unatoka town, ukishuka Mareba unateremka na hiyo barabara, kuna junction ya kuingia on your right, unakuja na hiyo barabara, utaona Hosana Faith Center Lungalunga, unakaribishwa. Kuna wale unatoka sehemu mbali, umepita naenda Price, unashuka reli pale, ukikuja na reli unakuja inakuleta mpaka hapa. Namba zetu za simu ziko, tutakupa ili ya kwamba ufike unganike na sisi, upate kujua ni kwa nini tunazungumza. Kuna mijadala mingi iko hapa, watumishi wa Mungu wanaipitia. Sasa zingine unaweza kosa kujua ni kwa nini, lakini malengo mengi imefanya Wakristo. Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Hii ndio inakosesha furaha ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanashindwa wanaenda wapi? Ni kwa sababu watu wengi wamepotelea katika kutafuta kwa dunia. Ndio mzee amesema bond ile ambayo inakosesha watu wa Mungu ni kwamba wamepotelea katika kutafuta, wamesahau kumtafuta Mungu pia. Na Mungu ndio huleta furaha katika safari ya kutafuta. Yeye anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tunapotafuta pia vya dunia, pia tujue Mungu utafutwa. Na ndio huleta furaha katika kutafuta. Nirudi tena kwa mtumishi wa Mungu kwa dakika tu moja ama mbili unaposummarize furaha ya Mungu. Na hali yote unaposummarize kwa dakika mbili ya kwamba upendo wajue furaha ya Mungu inapatikana na vile inavyopatikana
ni kwa misingi mingi, lakini kwa neno tu moja mbili kwa dakika mbili summarize tunapomalizia mjadala wetu. Mimi nashukuru sana, asante sana mtu wa Mungu. Oh yes. Kwamba hiyo maneno yote ambayo tunaleta furaha ni agenda kubwa sana. Ni topic tunaweza ongea kuanzia leo mpaka kesho. Ndio. Kuhusu ukiangalia ile Mungu ambaye ameandika kwa Biblia furaha, joy. Na hii wacha niseme hivi. Narudi kwa kitabu cha Nehemia 8:10 hapo. Hapo ukizungumza maneno hiyo ya joy, nikakuja kujua kwamba unaona wana wa Israeli walikosa amani, walikosa kila kitu chochote kwa vile walikuwa wamemwasi nani? Mungu. Hawakuwahi kuona furaha katika maishani mwao. Mpaka ile siku walikuja kurepent, wakalilia Mungu. Huyu nani Ezra akaenda akasoma hiyo Torati ya Musa, akasimama juu akasoma. Ndio. Na anasema kwamba aliposoma hayo mambo yakaingia kwa masikio yao, walianguka chini wakaanza kulia machozi. Wakaanza kulia machozi. Yes. Na walijitoa na wakaamini na wakasema kwamba hii maneno, kumbe hii unaweza kuwa maneno, maana furaha ukiwa nayo unakumbuka maneno ya Lasia, adui alinifanyia hivi, huyu alinifanyia hivi. Kama wewe kabisa, wewe ni Mkristo umeokoka na unajua maneno hii ambayo tunazungumza, then ukifikiria maneno yote, lakini fikiria kwa naye Mungu anasema nini. Wakati wana wa Israeli walipo realize wakasema kwamba naye Mungu anasema nini, ndio Ezra akakuja kuwasomea hiyo Torati hiyo, ile sheria ya Musa, maana walikuwa wametupa huko, akasema wao umetudanganya na maneno. Walipoenda chini wakalilia Mungu, Mungu akawasamehe, Mungu akawakumbuka, akawapatia furaha tena mara ya pili. Sasa hiyo ndiyo alikuwa anawakumbusha kwamba sasa leo sio mambo ya kulia, sio mambo ya kuomboleza, ni mambo ya kufurahi, maana Mungu amekubali. Sasa nakwambia mtu wa Mungu hivi, ndio wewe unaweza kuwa haujawahi kupata furaha kwa wazazi wako ama kwa mama yako. Ndio. Na maneno hiyo ambayo inaambatana na hiyo maneno, unaanda ukikumbuka, ukilaumu, hukusomeshwa, hukufanya nini, ulinyimwa burangeti, ulifanya nini, inakukosesha furaha. Sasa leo anza kudai furaha yako kwa Mungu. Mungu, wewe unaweza kuwa ni chanzo ama chemichemi ya kuleta furaha katika familia yenu. Kwamba unaenda mbele za Mungu na kujililia na kusema kwamba walitoa sacrifice. Wakasema kwamba hata kama wanawake ambao tulioa kwa pande ile na Mungu alitukanya tusioe wanawake wa pande ile, na tulioa tunawachana na wao na watoto tunawachana, lakini turudi kwa Mungu ili Mungu akatupatie furaha. Sasa watu wakaanza kukua sawa, watu wakaanza kujenga nyumba, sasa watu wakaanza kusomesha watoto, wakaanza kufanya kazi na kupata kazi ambazo walisomea, watoto wao wakaanza kupata pesa ikakaa kwa mikono, maana sasa walirepent na wakatubu, na Mungu akakubali kuwachukua tena, kuwapatia furaha ya moyo. Kwa hiyo kama hauwezi kutembea na Mungu, kama huwezi kukubaliana na Mungu ama utembee na Mungu, uanze kuomba msamaha, uanze kulilia Mungu kama Mungu, kama kuna kitu chochote uanga ninafikiri, kama kuna grudge, unaachana na maneno kama hayo, unarudi mbele za Mungu na Mungu anakukomboa na Mungu anakusamehe. Sasa Mungu atakupatia furaha, anasema furaha yake ni ya milele. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Nimefurahishwa na vile umemalizia kwamba Ezra alifanya furaha ya Mungu ikaonekana. Na ilionekana walijitoa hata kwa matoleo. Yes. Walijitoa mpaka kwa vitu vyao. Wakajengea Mungu madhabahu. Mungu akainuliwa tena. Yes. Na akaleta furaha katikati yao. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa maneno mazuri haya. Nirudi tu kwa mtumishi wa Mungu mchungaji anapotumalizia kwa dakika 2 anapo summarize, alafu tutamalizia kwa dakika tu 2. Mtumishi wa Mungu, watu hawa wamekuwa wiki mzima ukitembea katika safari joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. Maybe kwa maneno tu mawili unapowapa baraka jioni ya leo, ya kwamba upate kujua kwamba furaha ya Mungu haipatikani tu kwa kuulizia, haipatikani tu kwa kuangalia, lakini inatafutwa. Inapotafutwa inapatikana, ikipatikana inakuwa furaha ya milele. Ndio Musa Paulo anaambia Warumi ya kwamba furaha ya Mungu haipatikani kwa kukula na kukunywa, lakini inapatikana katika kumtafuta, ambaye yuleta furaha ya milele. Huko kutakuwa na furaha ya milele ambayo haina kilio, haina uchungu, haina lolote. Lakini mtajaribuni sana kwa chonyo, mkijaribu kuhimizana, mkijaribu kukubaliana, mkijaribu kupeaniana mioyo, mkijaribu kushikana, ili furaha ya Mungu ibaki furaha ya Mungu ya milele.
Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa dakika tu mbili unapo leta watu hawa wa Mungu pamoja wapate kujua kwamba katika safari yote wiki mzima mwisho wake kuna furaha ya Mungu. Amen. Amen. Maybe fundi pale ama wa mitambo atuambie pia tujulishe watu ambao wamejiunga nasi kwa mtandao. Na swali nimepata hilo la Pamela tumeongea. Tutajie tu watu hao mara moja tu, alafu ndio tumalize. Kuna mwingine hapa anasema anaitwa Mohoja hadi anasema I'm blessed with that. Na mwingine hapa Unajiuma Mohonja Judy Adli. Adli Mohonja. Adli Mohonja. Na mwingine anaitwa Masmili Wafike. Max Miller, Pastor Askofu Max Miller. Thank you. Unasema unatupata. Mungu akubariki sana. Haya mambo ni mambo ya kweli, ni mambo mazuri. We have been teaching this, we have been speaking about this the whole week, about the joy of the Lord. Furaha. Ninafurahi sana kama unatutazama. I'm sure you are getting this. God bless you so much. Our sister Fadila mamake leo anasema tune in. Fadila sana sana kuwa pamoja nasi. Mamake Gift anasema amazing. Asante sana mamake Gift. God bless you. God bless you so much. Sister Ivone anasema tune in. Ivone pia Mungu akubariki sana. Asante sana. Ni mzuri sana. Tulikuwa nafikiria pengine kuna swali lingine. But what I want to summarize with ni ya kwamba tumeongea juu ya the joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana. Mwisho wangu ya kwamba nilete kile ambacho tumejifunza katika kitabu cha Galatians 5 Galatians 5 nafikiri ndio kunapatikana buleta hiyo Biblia. Galatians 5 I think verse 20 ama around 20 hapo. Ambayo inaleta the fruits of the Holy Spirit. Galatians 5:20. Kuna swali lingine hapo hivyo bila mngesema tutaishi kwa machuto na kujilaumu kila wakati kwa maana huna furaha yet you loud and Oh yes. Hiyo ni nini? Umesoma? Hebu rudia tena. Amesema aje? Amesema tutaishi kwa machuto na kujilaumu kila wakati. Yes. Kwa maana huna furaha getting you loud and clear. Amen. Yes, that is correct. Iko majuto na kujilaumu kwingi kama hauna furaha. But tunasema kwamba you wish you knew. Ile mfano nilipeana ya kwamba mtu anafurahishwa na kitu ndiye afanye. Na yule ambaye anajua akishafurahishwa analeta viunganishi vingine vya kuweza kusaidia hiyo furaha, ndio haya mambo yafanye nini? Yaende vizuri. Ndio haya maisha yaende vizuri. Ndio hii ndoa iende vizuri. Ndio hii kazi iende vizuri. Kazini utafurahia kazi, lakini bado utafuata sheria. Sheria ziko kazini. Lakini lazima mtu anakuangalia, supervisor anakuangalia, anaona huyu jamaa anafanyanga kazi aje. Kumbe hauna furaha na kazi. Na anataka ufate sheria. Na wewe umekasirika na sheria, imekuibia nini? Furaha. Sasa anaona mnakosana. Mkisha kosana anaanza kukuandama, anakuuliza kila kitu, unakasirika, ndio unaendelea kukasirika. So ukikosa furaha, yule anayekuona, anayekuinda, yule anayekutafuta atakuwa na kutafuta kwa kila kitu, na kila siku atakuwa na kuquestion. Furaha yako itakuwa inaendelea kupotea. Ikisha potea kabisa, mumekosana naye, kama ni bibi na bwana mumeachana,
Kama ni kutukanana, mmetukanana, kutupiana mikono. Na nilisema ya kwamba hata wazazi hukosana na watoto, hata ndugu na dada hukosana bila kujua ya kwamba wao ni damu moja, ni tumbo moja, ni wamezaliwa katika hiyo boma moja. Sasa namaliza hivi ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Galatians 5 nimepata 22 inasema ya kwamba na lakini tunda la Roho ni upendo. Na hii kitu ni moja. Hii kitu hakuna vile unaweza kufanya upendo bila hizi zingine. Sasa anasema inaleta hiyo mjadala ya kwamba ukiwa na upendo katika rohoni, ukiwa na amani katika rohoni, ukiwa na uvumilivu na utu ambao ni wema, alafu uwe na fadhili, uaminifu na uongezee upendo, wewe hautawahi kuwa corrupt. Wewe hautakuwa muongo. Wewe hautawahi kuwa mwizi. Wewe hautawahi kuwa na madharau. Wewe hautachukia watu. Wewe hautaingia kwa makosa ya watu wengine. Hata kama mtu amekosewa, hautalalia upande mmoja. Utamwambia, utamuuliza, ni nini umefanyiwa? Mtu analia, utampoesha anyamaze. Hata kama ni mtoto wako amekosewa, hata kama ni mtu wako amekosewa, hautachukua hiyo unasema kwamba utu wema. Utu wema, alafu ukikuja kwa mambo ya kiasi, ndio inakupeleka wewe kuchukua hayo mambo kwanza. Ukisha yachukua, ndio sasa unayachambua, kwa sababu kuna kitu ambacho kimepandwa ndani yako. Sasa tukasema kwamba Wakristo 23 inaendelea, inasema kwamba upole kiasi, na juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Haya ndiyo mambo ambayo hayana sheria. Sasa wewe usiingie kwa mambo ambayo yako na sheria. Katika roho itakushinda. Ndio sababu nasemanga kwamba mtu unaona kwamba yeye, for example, mtu ambaye ameokoka anatakikana afate hivi vitu ambavyo havina sheria. Ameenda amejiweka kwa siasa, kichwa yote iko ndani. Amejiweka kwa mambo ya wania vyama, sijui ni nini, mambo mengine mengi sana, ameingiza kichwa iko ndani ndani sana. Zile ziko na sheria zake. Utashindwa kufata hizo. Wewe unataka kuchukua ya Mungu na uko pale, wale wako na sheria yao. Wewe unachukua hii ambayo haina sheria, unataka kupeleka pale. Hamtaendanisha. Hata ndoa iko na mambo mazuri sana. Ndoa hakuna sheria ambayo inaigovern. Lakini mnaweza leta hizi vitu za bure. Mimi huwa naziita za bure. Hizi za bure, hizi ambazo Mungu ametupatia za bure, hazina sheria. Ulete kwa maisha yako. Hata serikali utaishi nayo vizuri sana. Hautaona dhiki. Ukileta hizi sheria za bure hizi ambazo si sheria, ni sheria katika moyo, lakini si sheria kwa mambo mengine, utaishi vizuri sana. Sasa nikasema kwamba kwa vyovyote vile watu wajifunze tunda la Roho. Napojifunza tunda la Roho na uchukue furaha iwe kama ni maji ya kumwagilia kila siku. Ukimwagilia leo ni furaha, hautakasirika. Ukimwagilia leo furaha, utavumilia, itakupatia uvumilivu. Ukimwagilia leo furaha, mtu ambaye ako na furaha, kudanganya ni mbaya. Hata anacheka mpaka unasema hiyo unataka kunidanganya. Yaani inamshinda. Mtu ambaye ako na furaha, kukudanganya atasikia mbaya. Amen. So hiyo ndio tukafinalize ya kwamba ukisha chukua hii kitu mambo yote ya tunda la Roho, then uwe unachukue furaha kama maji ya kumwagilia, ya kuota, kuota, need to be watering daily. Then mambo yako itaenda mzuri sana na utakuwa, akili yako itapanuka. Lakini wale walioenda kanisani, muende mujifunze. Usiende na mambo ambayo unatoka nayo kwako. Utakuwa kama yule mtu ambaye aliokoka, lakini bado anakumbukanga yale ambayo yalifanyika kitambo, ya kwamba ndio yanamzuia. Lakini kama utakuwa unaenda kujifunza kila siku, neno la Mungu liwe mpya kwako.
God bless you. Asante sana mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa ndio mwelekezi wa mada hii, lengo hili na furaha hii yote, ambaye amekuwa mwelekezi mkubwa sana na amekuwa mchango mkubwa sana kwa maisha yetu, ili ya kwamba kutuweka pamoja. Kumbuka amelenga sana wewe ambao unaenda kusherehekea Krismasi. Yesu anapozaliwa ndani ya maisha yako, wanasema joy to the world, the Lord is coming. Wakati Yesu anazaliwa ndani ya maisha yako, azaliwa akiwa furaha, adhaliwa akiwa ndani mwako. Asante sana mtumishi wa Mungu Pastor Joseph Ogwena, umekuwa msaada sana wiki mzima na mjadala huu, na umeleta hii kwa wakati mzuri, kwa sababu watu wengi wanapoelekea Disemba wako na mambo mengi, lakini pasipo furaha Krismasi haiwezi kuwa bila Mungu. Asante sana. Mwelekezi wa pili amekuwa mchambuzi wangu hapa, mtumishi wa Mungu Josephat Machio, na kushukuru sana. Nishukuru sana mtazamaji ambaye umekuwa msaada, umetufuatilia wiki mzima, umekuwa nasi kuanzia Jumatatu tukienda, na zaidi ya yote nishukuru sana mpiga picha wetu Red Boy ambaye amekuwa fundi wa mitambo. Amehakikisha kila yule ambaye hayuko na sisi anatutazama kule live kule Facebook, YouTube, amehakikisha ya kwamba yule ambaye hakuna mtu anapitwa na jambo lolote. Nishukuru sana kila mmoja ambao ulichukua wakati wako wa kututazama na kuenda pamoja na sisi, na kwa jumla kanisa la Hosana ambalo amekuwa mfadhili mkubwa kwa sababu ya mada hizi. Nishukuru kila mmoja ambaye ameshiriki, amekuwa kushiriki kwa jambo lolote, kwa msaada wowote, kimfuko, kifedha. Kumbuka tuko hapa kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Kuna kuanzia kesho tuko hapa ushirika mpaka Jumamosi. Jumapili tunakuwa na main service, na tupatane hapa tena same time same place saa 11:30, kuanzia saa 11:30 wiki ijayo mahali hapa. Usibanduke, usitoke, endelea kutufuatilia. Kuanzia kesho tuko hapa, tupatane tukiendelea kutafuta furaha ya Mungu, na Mungu awabariki sana. Amina. Thank you. Amen. Asante sana.